Ndugu yangu mpendwa, shetani anatafuta udhaifu wako ili na wewe upate kurudi nyuma. Walio wengi wanashindwa kuelewa ni kwa nini walevi wamejaa kwayani. Walevi wamejaa ndani ya makanisa. Wanashindwa kujua ni kwa nini wazinifu wamekuwa wengi ndani ya makanisa. Wengine sio kupenda kwao, ni kwa sababu shetani ameteka walio wengi nyara. Ameteka ufahamu wa walio wengi. Wengi wanatafuta njia, mimi nitaponyaje, nitatokaje hapa, lakini wanashindwa. Ni kwa sababu shetani amewatia chini ya uvuli wake. Hadi kufunga na kuomba sana. Ambao wangesimama, ambao wangehubiri injili, ambao wangenyoosha Wakristo waende njia sahihi, na wamekalia kufungua makanisa tu. Unajua, wachungaji wengi wanafungua makanisa sio kupenda kwao, na wengi wametekwa nyara na shetani. Kwa sababu gani? Yule Roho Mtakatifu hayupo. Wengi wanafanya kazi ya Mungu kimwili, lakini sio kiroho tena. Kwa sababu gani? Nguvu za Roho Mtakatifu hazipo. Drama TV Online na mtangazaji wako ni G kama G kwenye mic za Drama TV Online. Na kwenye mic za Drama TV Online kwa siku ya leo tuna tetesi ambazo zina trend sana kwenye mitandao ya kijamii kupitia mchungaji au konduktori ambaye alikuwa anatumikia kanisa huko Georgia. Yaani kijana ambaye alikuwa anatuhubiria sana kwenye mitandao ya kijamii, anaitwa Brato. Alikuwa anatuhubiria sana kwenye mitandao ya kijamii, kwa TikTok, Instagram, na tulikuwa tunafuatilia sana. Sababu ni kijana ambaye alikuwa anatupa ushauri kupitia mahubiri sisi kijana, tunaweza tukaishije, na kwa sababu tuko nchi ya ugeni tunaweza tukaishije, tupende Mwenyezi Mungu. Vitu vingi sana alikuwa anaongelea kijana huyo. Na watu walikuwa wanafuatilia sana. Kwa sababu ukiangalia video zake au kufuatilia video zake zinafika K8, K11, K12, na pia kwenye Instagram ana kama followers 4000. Kwa hiyo anafuatiliwa na watu wengi sana. Kwa hiyo alikuwa ni mtu ambaye ashajenga jina lake. Lakini hapo jana kwenye mitandao ya kijamii kumetrend sana kwamba kijana huyo amebebesha wanyakwaya ambao walikuwa ni wanyakwaya wake mimba wawili, mabinti wawili ya. Kwa sababu yeye alikuwa kulipewa kwaya, kwa hiyo amebebesha mimba wanyakwaya wawili. Kwa hiyo imekuwa jambo ambalo limeleta taharuki kubwa kwenye mitandao ya kijamii. Imekuwaje tena ndugu yetu ambaye alikuwa anatushauri vijana usio ovyo, usitongoze ovyo, oa kwenye njia ya halali, funga ndoa, kaa na mwanamke ndani, ni jambo la heri la Kristo yote ule ambaye unataka oa kwenye njia sahihi ya ndoa. Lakini kwa siku ya leo ameenda tofauti mchungaji. Kwa hiyo wale vijana ambao walikuwa wanafuatilia wanadadisi kwamba tunaona kanisa tu ni michezo. Kwa sababu hawajui watatuambia nini tena wachungaji ambao wanatumbia kwa sababu ya vitu ambao wanavifanya. Unajua vitu ambavyo unavifanya, unavipeleka kwenye mitandao ya kijamii, vinaenda public na vinaangaliwa na watu wengi sana. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi naweza nikawashauri vijana wenzangu ambao tunaingia kumtumikia Mwenyezi Mungu, tuingie na moyo mmoja. Tujue tunaenda kanisani, kumuomba Mwenyezi Mungu na kuhubiria watu injili. Sio kwenda kufanya mambo tofauti ambao ameenda kufanya ndugu yetu ambao amefanya kwa siku ya leo. Ni jambo la kutia hili, ni dosari kwenye kanisa, ni dosari kwenye wakonduktori wengine ambao hawana vitu kama hivyo. Kwa sababu wazazi watazuia watoto wao kwenda hata kwayani, kwa sababu mzazi akiwa nyumbani akiona mwanae anaenda kwayani anakuwa na faraja, mwanae anatumikia Mwenyezi Mungu. Lakini mwisho wa siku wanaona kama kule kanisani tena imeshakuwa ni fire, yani ni moto kabisa. Ni ukipeleka mtoto wako yani ni kama unampeleka kwenye moto. Sasa sio jambo la heri sana. Kwa sababu mtu akiwa nyumbani au baba akiwa kazini anajua mwanae anaenda kwayani, anaenda kwenye mikono salama. Anaenda sehemu ambayo kuna watu wanamwabudu Mwenyezi Mungu na wanaenda kuimba kule kwa sababu ya kutumilia kupitia nyimbo. Sasa wewe ule baba mama anaweza kuona tena kule kabisa kunakuwa ni moto. Ukipeleka watoto wako kule kama unawaingiza kwenye moto, sio mahali salama. Kwa hiyo watoto watakuwa wanakatazwa wasiende kwayani, kwa sababu watu watakuwa wanaona maana ya watoto wao wa kike kwenda kwayani kwa sababu ya vitu kama hivi ambavyo vinazidi kujitokeza. Kwa hiyo mimi naweza nikawashauri vijana wenzangu ambao tunajikita sana kwenye
kwenye kumtumikia Mwenyezi Mungu. Ukiona miaka yako imetimia kama miaka 18, una miamuko ya mwili, tokoza mwanamke, funga ndoa, kaa naye ndani. Itakuepushia vitu vingi sana vya kidunia. Naamini vitakuepushia vitu vingi sana vya kidunia. Kwa sababu ujana una mambo mengi sana. Na ujana una vitu vingi sana. Na mtu kama ni ujana, mtu kama bado ni kijana, ana mambo mengi sana ya kufanya, na ana mambo mengi sana ya kudadisi, na ana vitu vingi ambavyo atajaribu. Kwa hiyo mimi naweza nikawaomba ndugu zangu, vijana wenzangu, ukiingia mtumikia Mwenyezi Mungu, jina la Mwenyezi Mungu sio jina la kutaja ovyo ovyo. Uonekane kwenye mitandao ya kijamii unataja jina la Mwenyezi Mungu, uonekane labda ujulikane, yule jamaa anampenda sana Mwenyezi Mungu, anatumikia Mwenyezi Mungu, sawa. Lakini kwa siku ya leo video zako sasa zipo kwenye mitandao ya kijamii na zinaenda viral na watu wengi wanaziangalia. Sasa hivi shiko wapi? Kwa hiyo ndugu yangu, kijana mwenzangu, fanya kazi ya Mungu na moyo umoja. Nenda kanisani, unajiamini, nenda kanisani, nenda kumtumikia Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo nisiwe na mengi ya kuongea. Na hii ni Drama TV Online na mtangazaji wako. Unakubali kuacha njia ya wokovu kwa ajili ya kuridhisha mwili wako. Unaambiwa duniani hamna faida yoyote, lakini unashindwa kuelewa kama mtu huyu anahitaji kukusaidia. Wengi tumekuwa watu wa kutambua jina la Yesu Kristo. Mungu nisaidie wakati tunapopata matatizo. Lakini tunashindwa kujua ya kwamba kazi ya Mungu tunaizaraulisha sisi kwa sisi. Unapokwenda kushauria vijana kuhusu neno la Mungu, unaambiwa usinijaji, wewe si jaji wa maisha. Tufanye nini? Kwa nini unakubali kuitumikia dunia na hapa duniani hamna faida yoyote? Utasoma Mhubiri 12 pale mstari wa kwanza. Muumba wako anakuhitaji wewe kijana. Tatizo tena ni kwamba tunakubali kuzendea njia ambazo tunaona nafsi yangu inaniongoza nifanye ili mimi nijisikie niko sawa. Lakini tambua mwisho wa njia zote hizo ni hukumu. Utalia, utajuta. Kuna siku ambayo inakuja. Utajuta ni kwa nini nilizaliwa duniani. Lazima hukumu itakuja. Ni lazima. Kaa ukiishi, yani jua haya. Utaishi. Fanya yote yale ambayo unayotambua, lakini ipo siku utaumia. Utalia vilio ambavyo havitaisha. Mhubiri 11 mstari wa 9 utasoma pale. Ambacho nakusiki kijana mwenzangu, angalia mbele. Angalia mbele. Angalia mbele. Kijana mwenzangu, mahali popote uliposikiliza neno hili. Kijana mwenzangu, acha maagizo na jina la Yesu Kristo. Tafuta mengine kutilia maagizo. Walio wengi wote tunamtambua Mungu na kunyenyekea mbele za Mungu, wakati tukiona vijana wengi wameanza kufariki. Unakuta vijana wengi kabisa wanaokoka. Ni pombe na lea. Mambo yapi mimi nimeacha. Hivyo walio wengi wao wanakuja hata makanisani kwenye vyumba vya maombi kwa sababu wafanikishe yale ambao wanahitaji wao. Mungu sio mjinga. Na ndio maana adhabu ya Mungu kiinuka juu yetu tunaanza kulaumu. Vijana, kuweni macho. Kuna mambo mengi ambayo tunayoyafanya ambayo yanasikitisha. Kuna mambo mengi ambayo tunayoyafanya yanasikitisha kwa sababu ni mengi ambayo yako aibu. Na vibaya vijana tumejaa jeuri. Ukienda kumwambia kijana fanya hivi, unasikia wewe sio kunishauri. Sasa ukimuuliza ni nani ambaye anastahili kukushauri, ni nani? Hakuna majibu. Kwa hiyo tunapoelekea vijana ni pabaya. Tunaelekea sehemu mbaya sana ambayo. Dada yangu unanisikiliza, kijana mwenzangu, usije ukamuona mwenzako anakushinda jambo fulani katika maisha yako ukubali kushindana naye. Kuna walio wengi wanakimbilia kwa waganga wa kienyeji kuachia kukuza hata vipaji walivyo navyo. Wengi tena wamtumiki Mungu katika kweli na haki. Inasikitisha na inauma. Sio kwa Wakristo tu, hata wengine wachezaji wa mipira na wanini. Wengi si wanauana ni kwa sababu amemwona mwenzake tu ndo ambaye anayefanya vizuri. Walio wengi kwa sasa wanamiliki mambo ya ajabu. Na ndio maana vijana wengi wameshakuwa wachawi. Vijana wengi wameanza kuana. Tumeanza kuana sisi kwa sisi. Unakuta kijana anamtilia mwenzake sumu
kwa ajili ya nini? Ya wivu. Mpendo ule mahali hapa, usije ukamwona mwenzako kwa sababu kila siku anapendeza, kila siku anavaa vizuri tu, kila siku anaimba vizuri, kila siku ni yeye anayependwa na wanawake, ni yeye anayependwa sijui yangu. Kuna mambo mengi ambayo yanajificha katika dunia sasa. Neno la Mungu linasema katika Mathayo 7:7, ombeni nanyi mtapewa. Usikubali kwenda kwa waganga kienyeji kutafuta maisha. Utajiri unaodumu unapatikana kwa Mwenyezi Mungu. Ukisoma Mezali 8:18 pale. Utajiri unaodumu unapatikana kwa Mwenyezi Mungu. Lakini kwa walio wengi kwa sasa wanakimbilia kwa waganga wa kienyeji. Kwa nini unamtegemea mwanadamu mwenzako? Ni mama. Hakika nimegundua sababu inayofanya vijana wengi kukimbia huduma, kukimbia kanisa, kuasi kwaya, kucheka watu wa maombi. Nimegundua tatizo ni ipi? Walio wengi wamemilikiwa na shetani kabisa. Wengi bado tamaa ya mili inawatesa sana. Kwa sababu ukisema ya kwamba ndio kwenye baby shower huko, utakuta vijana wamejaa, utakuta wanaume pale tu ni kucheza kula nini. Sijakataa, yani maamuzi yako. Ukienda kwenye harusi, kweli sote tulicheza maharusi sana. Ukienda huko kwenye sombe utakuta kabisa vijana ndio wamejaa kabisa pale. Lakini ukija ukija kwenye mambo ya uinjilisti, ukija kanisani huko, hata kushiriki kanisa tu, utakuta labda ni vijana 5 kanisa nzima. Mambo ambayo yanatia aibu. Lakini ukitoka nje uende kwenye mambo ya mpira, utakuta vijana wote wamekimbilia kule, kwa sababu anajua kule hata afanye uzinifu wa namna gani, hata akose nini, nani atamshauri pale? Ni nani atakayemhubiria? Ni nani pale atakayemwambia mwanangu achana na mambo kama hayo, utapotea? Hapo ndipo anapokimbilia. Maandiko yako wazi. Ukiona mtu anakimbia kanisa, anaachana na huduma ya Mungu, huyo anajitambua jinsi alivyo moyoni mwake. Soma Mezali. Utasoma kitabu cha Mezali 28 mstari wa kwanza. Pale inasema ya kwamba waovu ukimbia wenyewe, bali wenye haki, bali mtu mwenye haki ni mjasiri kama simba. Yani mtu akishajitambua jinsi alivyo lazima atakimbia, kwa sababu ameshajijua. Anajua kwamba nikifika mbele za mtumishi fulani lazima atagundua. Na ndio maana vijana wengi wanakimbia. Kwa hiyo unapoona kijana amerudi nyuma, wewe usijiulize maswali mengi sana. Mwendee tu mwambie, kijana mwenzangu, hesabuni ni furaha tupo tukiangukia katika majaribu. Na yani mtu akipitia changamoto, yani mwendee tu kwa upole, mwambie tu maneno ambayo yani yanaweza kumrudisha hata nyuma kidogo. Lakini walio wengi wamejaa dhambi za kila namna, na ndio maana walio wengi wanarudi nyuma. Kwa sababu kila mtu ni shahidi wa moyo wake mwenyewe. Ingekuwa heri kijana mwenzangu, na kusii, angalia ni wapi ulipoangukia. Bado Yesu anakuhitaji. Muumba wako anakuhitaji. Kweli wengi bado wanafurahia dunia, lakini ya dunia hii yote yatapita. Duniani sio kwetu. Hapa duniani sio kwetu. Lakini cha ajabu vijana wengi ni wanajaa jeuri. Unapowashauri wanasema fulani na jamu mnaokoa. Sasa mtu ambaye anayekushauri anaonekana ni jaji wa maisha yako. Lakini wakati unapofikia umejaribiwa au umekutwa na magonjwa, umekumbwa na pepo, hapo ndipo sasa utajua chumba cha maombi kiko wapi. Lakini bado muda upo. Bado muda upo. Usingoje ulete huko mgonjwa, ndugu yangu. Sio kila umwitaye rafiki ndio unatakiwa kumwamini sana katika maisha yako. Hapana. Hawa tunaoita marafiki kila siku ndio wanaotuliza. Wewe unaweza ukawa na moyo wa kumjali mwenzako sana katika maisha yake. Unaweza ukamchukulia kama vile ndugu, rafiki, mtu wa maana, lakini yeye ana lengo moja kwako. Kuna baadhi ya watu sasa hivi
wanakosa hata nyota ya kuolewa, wanakosa nyota ya kupendwa. Kumbe rafiki yako ameiba nyota zamani. Unaweza ukawa mimi ndo wa shida kila siku, ninaota ndoto mbaya kila siku, na kumbe anayekuzunguka ni rafiki yako. Kwa hiyo rafiki sio ndugu. Sio kila rafiki wa kumwamini 100%, mpendwa. Nisikilize. Ishi na rafiki kwa akili. Sio kila unamuita rafiki ndio unatakiwa muamini sana. Kuna wamoja kwa sasa hawana kazi, wengine wasemeshani na familia zao kwa sababu ya ushauri wa marafiki. Usije ukamdharau siku moja baba yako kwa sababu unaye rafiki. Kuna watu wengi sana wamepotoshwa na dunia kwa sababu ya marafiki.